Yes guys. Nitakuwa niko mchoyo wa fadhila kama endapo nisiposhukuru. Niseme asante kwa mashabiki ambao tumeanza mwanzo wa hii series ya Power of God mpaka hapo tulipofikia. Niseme asante sana kwa sababu ninyi bila ninyi bila kutazama, ninyi bila kulike, ninyi bila kucomment, nadhani tusingefika hapa tulipo. Niseme asante sana na nyinyi mlioingia YouTube kwenye Vibonzo TV kwenda kusubscribe na kututia nguvu na kuona ya kwamba tunaweza. Nina imani ya kwamba kuna kitu mmekiona kwetu. Tuseme asante sana kwa sababu ninyi ndio kila kitu. Ninyi ndio viongozi wetu sisi. Sisi tunafanya jambo lakini sisi tunawaletea jambo. Tunafanya jambo na tunawaletea. Ninyi ndio mnajaji. Niseme nashukuru sana tulioko YouTube. Pia nitoe asante sana kwa sisi ambao tuko Facebook. Nadhani Facebook kwa sasa kama mnavyoona tunafahamika kwa jina la Mando TV. Niseme asante sana mlio tufollow na ambao mnazidi kutufollow. Tunawaahidi kufanya mazuri zaidi ya haya tulionayo. Kwa sababu tumejipanga kufanya. Ninapoanza season nilisema kabisa mwanzo kwamba ninyi ndio mtakaoweza kuongea. Je, mpaka hapo tulipofika, je, tumeongeza ama la? Lakini na imani kabisa kuna kitu mmekiona kwamba kuna kitu tunakifanya. Kwa hiyo sitaki nisifu mimi, lakini ninyi ndio ambao mnaweza mkaongea jambo kwamba hapa ongeza, hapa la. Tunawaahidi kufanya mazuri zaidi. Leo hii season ina vipande 15. Nadhani leo nitapost kipande cha 13. Nikibaki vipande viwili, lakini napost vipande leo hii nitapost tela la ile season yetu ambayo kama mnakumbuka ilikuwa inaitwa Mpofu, ambayo tukimaliza sehemu ya pili. Sehemu ya pili sisi tukishamaliza hii tunaanza ile sehemu ya pili. Japo tulishoot mwaka 2023, 24 kule kama mnakumbuka hivi. Season fulani ukienda kule YouTube kule utaiona. Ni season ambayo ilikuwa ukitazama machozi unaweza kalia, Ni season ambayo ilikuwa ukitazama yani unasimuka unapata ni season ambayo ulikuwa ukitazama kweli, ni season ambayo ndio kafika mahali. No, hapo naipotea. Usikate. Nitakata. Wale mnakumbuka Mpofu ni season fulani ambayo ilikuwa inafundisha elimisha. Dada mmoja alikuwa anaitwa Sindem kama nakumbuka. Yule dada alikuwa anahangaika, alifukuzwa na bwana yake. Akaanza kuishi maisha ya taabu. Alafu pia kuna kipofu mmoja huko ndani alikuwa naye pia anahangaika, tulikuwa hatujui hatima yake. Alafu baadaye akaja akatokea yule mwanaume naye pia akaanza kumtafuta mke wake. Hatukujua hatima yake. Baadaye wale wa bwana wakaja wakaonana, wakaenda kwa mganga kienyeji. Kama nakumbuka ile story kamili. Sasa zenu tumekuja sisi na sehemu ya pili, imechezewa mjini. Imechezewa hapa, imechezewa mjini mwanzo mwisho. Hiyo season ina vipande 10 na kitu. Then tukae tusubiri kwa mkao kula, hiyo itakuja. Ila leo jioni na post kipande na post tela. Save.